tutakuwa na ujumbe ambao ni mfululizo ambao tulikuwa nao kuanzia wiki iliyopita. Ulikuwa unasema ifahamu nguvu iliyomfufua Yesu. Wiki iliyopita tulikuwa na ujumbe ambao ulikuwa na kitu kinachosema ifahamu nguvu iliyomfufua Yesu. Na tuliangalia mambo mengi sana wiki iliyopita, na labda kwa dondoo kidogo tuliangalia kwamba swala la ufufuko ni swala ambalo mara nyingi tunalisikia sikukuu za Pasaka. Ndio huwa tunazungumzwa sana kwamba Pasaka, Yesu kafufuka, Yesu kafufuka. Kwa hiyo Pasaka, ufufuko ni kitu ambacho kimekuwa kikizungumzwa mara chache. Na watu wanapozungumzia ufufuko wa Yesu wanauzungumzia katika namna ya tukio tu la kufufuka. Yesu ametoka kaburini, amefufuka. Lakini lina maana gani au lina uzito gani kwetu? Kwa sababu kufufuka, tukiangalia katika maandiko, kitu cha kujifunza ni kwamba sio tu Yesu ndo wa kwanza kufufuka, au sio tu Yesu wa kwanza kufufuliwa. Yesu pia alishafufua. Alimfufua Lazaro. Simsikia kwenye maandiko kwamba Yesu alimfufua Lazaro kutoka kaburini. Lakini si hivyo tu, alishamfufua kijana wa mama mjane. Yesu alimfufua kijana mama mjane. Lakini kuna binti mwingine alimfufua, alikuwa amesema huyu amelala tu, akamfufua. Kwa hiyo kufufua kwa Yesu sio kitu cha kwanza katika historia. Yesu alifufuliwa, tuliangalia wiki iliyopita. Mungu alimfufua Yesu, au Baba alimfufua mwanae. Na kama Baba alimfufua mwanae, na Yesu wakati yuko ulimwenguni hapa alishafufua baadhi ya watu ambao katika maandiko tunawasoma. Kwa the issue au kitu cha msingi au cha muhimu si tu kufufuka, lakini ni matokeo ya Yesu kufufuka. Kwamba alifufuka, alafu alipofufuka akafanya kitu gani? Iko ndio kitu ambacho kinatufanya tushangilie kufufuka kwa Kristo. Kwa sababu kama kufufuka tu alafu amefufuka ili nini? Kwa hiyo tunaposherehekea ufufuko wa Yesu katika siku hii ambayo tunasema ni siku ya Pasaka, lazima tuelewe kwa kina kwamba ufufuko wa Yesu una maana gani, na sio kuchukulia tu kama tukio la kwamba alikuwa amekufa alafu akafufuka. Hiyo ndio itatusaidia sana kuweza kuelewa sasa kwa msisitizo kwamba ufufuko wa Yesu una maana gani kwake. Na tuliangalia wiki iliyopita kwamba Mungu ndiye aliyemfufua Yesu Kristo. Mungu au Mungu Baba, sababu kuna Mungu Baba, alafu kuna Mwana na kuna Roho Mtakatifu. Mwana alikuja ulimwenguni, akauvaa mwili, akautoa mwili, akauchukua utukufu wa mwanadamu au sifa za mwanadamu. Alafu alivyoonekana katika umbile la mwanadamu, akaishi katika ulimwengu huu. Na alivyoishi katika ulimwengu huu, akaenenda katika haki yote. Alafu mwisho wa siku akafa kwa kifo cha mauti ya msalaba. Na alivyokufa katika kifo cha mauti ya msalaba au mauti ya kusulubishwa, akashuka chini, akashuka kuzimu. Katika muda wa siku 3 Mungu akamfufua kwa nguvu zake. Tuliangalia kilopita kwamba kilichomfufua Yesu Kristo ni nguvu za Mungu. Singeweza kurudia huko, lakini masomo haya yapo. Lakini kilichomfufua Yesu ni nguvu za Mungu. Kwamba Baba alimfufua Mwana. Na tukio lile hasa la Mungu kumfufua Mwana au Baba kumfufua Mwanaye ni ili sisi imani yetu, tuliangalia kilopita kwa kina, ili sisi imani yetu iwe katika nini? Katika kuziamini na kuzitumainia nguvu za Mungu. Kwa sababu kama nguvu zile zilizomfufua Yesu Kristo, ina maana ni nguvu zile zinaweza zikatenda kazi hata leo. Ni nguvu zile zinaweza zikatenda kazi hata leo. Kwa hiyo tunapoangalia ufufuko wa Yesu Kristo, tunapoutazama ufufuko huu, lazima tufanye nini? Lazima tuangalie ulikuwa una ashiria nini, na ili sisi
tuamini kitu gani? Ili sisi tuamini kitu gani? Kwa hiyo Mungu Baba ndiye aliyemfufua mwana, ili sisi tuweze kuitumainia na kuzitegemea nguvu zake. Tukaangalia kitabu cha Kolosai 2:12. Nataka nifanye dondoo kidogo. Akasema mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Yaani nguvu za Mungu ndio zilizofanya nini? Zilizomfufua Yesu Kristo. Ili sisi imani yetu iwe katika nguvu za Mungu. Kwamba kama nguvu za Mungu ziliweza kumfufua Yesu Kristo, ina maana sisi katika kila situations za maisha, lakini pia hata ile tumaini la uzima ujao, kwamba tuna uhakika wa Mungu kama alimfufua Yesu Kristo, hata sisi atatufufua katika ule ufani, katika ule uzima wa milele. Na nataka tukae hapo kidogo, hii kitu ya kwamba Mungu alimfufua Yesu Kristo, nataka ikae ndani yetu ili tuweze kufanya nini? Tuweze kumtumainia Mungu Baba, kwa sababu Yesu Kristo alikuja kudhihirisha uweza wa Baba, kwamba kwa njia ya ufufuko, lakini kwa yale yote aliyoyatenda kwa uwezo wa nguvu za Baba yake, sisi tuweze kufanya nini? Kuweza kumtumainia Baba. Yaani hakuna mtu ambaye anaweza akamwamini Baba pasipo kupitia Mwana. Yaani yote Mungu aliyoyatenda au Baba aliyoyatenda kupitia Mwana ni ili sisi tumwamini Baba. Na ndio maana akasema mimi ndio njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba pasipo kupitia mimi. Kwa maana gani? Maana kwamba ninayoyatenda mimi ninayatenda kwa uwezo wa Baba, ili au kwa nguvu za Baba yangu, ili nini? Ili mnaponiona nayatenda mumwamini yule aliyenipeleka, Baba aliyenipeleka. Kwa Yesu, tunapomwangalia Yesu ni kielelezo cha utendaji kazi wa nguvu za Mungu, kuanzia aliyoyatenda hapa ulimwenguni, lakini si tu hivyo, hata alivyofufuliwa ni Mungu alimfufua, ili kusudi ijulikane kwamba Baba aweza kufanya nini? Aweza kumfufua yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Petro kwanza 1:21 asema, ambaye kwa yeye mmekuwa wenye kumwamini Mungu aliyemfufua katika wafu, akampa utukufu, hata imani yenu na tumaini iliyo kwa Mungu. Tuliangalia hapo kwa kina wiki iliyopita, lakini hapa anazungumza kwamba yeye ambaye kwa yeye mmekuwa wenye kumwamini Mungu aliyemfufua katika wafu, akampa utukufu. Alimfufua nani? Alimfufua Yesu Kristo. Anasema hata imani yenu na tumaini lenu iliyo kwa Mungu. Kwa ile tendo la ufufuko ni ili sisi tumaini letu iliyo kwa Mungu aliyemfufua Yesu Kristo. Yaani ufufuko wa Yesu Kristo sio kwa ajili ya kula ubwabwa na kula nyama na kufurahia. Ni kwamba ili sisi tuweze kuzitafakari nguvu za Mungu zilizoweza kufufua. Yaani it's not about celebrations, sio kwa ajili ya kushabikia, kufurahia tu lile tukio la kwamba ametoka kaburini. Ni tukio ambalo lazima litufanye litukumbushe kwamba nguvu za Mungu zinafufua. Nguvu za Mungu zinafufua. Kama Yesu Kristo alifufuliwa na Baba yake, maana yake tuna nini? Tuna ile tumaini la kufanya nini? La kuweza kufufuliwa tena. Anasema hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu. Petro aliandika. Lakini pia tukiwaangalia mitume, nataka tuangalie maandiko kadhaa hapa ili tuelewe kwamba Kristo alifufuliwa na Mungu Baba yake. Matendo ya Mitume 2:24. Walikuwa wanahubiri hapa wa mitume wa Yesu baada ya Yesu kufufuka. Anasema ambaye Mungu alimfufua akiufungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikwe naye. Walikuwa wanamzungumzia Yesu hapa. Anasema ambaye Mungu alimfufua. Ina maana kumbe Mungu alimfufua Yesu Kristo. Lakini Matendo 2:32 anasema Yesu huyo Mungu alimfufua na sisi sote tu mashahidi wake. Alikuwa anazungumzia Yesu huyo. Mungu alimfufua na sisi sote tu mashahidi wake. Kwa aliyemfufua Yesu ni nani? Ni Mungu Baba. Matendo ya Mitume 3:15 anasema mkamuua yule
mkuu wa uzima, ambaye Mungu amemfufua katika wafu, na sisi sote tu mashahidi wake. Kwa kumbe aliyemfufua Yesu nani? Inabaki kuwa ni Mungu aliyemfufua katika wafu. Tuangalie tena Matendo ya Mitume 3:26. Yaani ukiangalia mahubiri ya mitume mwanzoni yalikuwa yanadhihirisha Mungu alimfufua Kristo. 3:26 nasema, Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu akamtuma kwenu ninyi kwanza, ili kuwabarikia na kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Sema Mungu akishamfufua mtumishi wake Yesu. Mmeona jamani, Yesu alifufuliwa na Mungu. Matendo ya Mitume 4:10. Jueni kuwa ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyo anasimama ili ali mzima mbele. Walimponya kiwete, Petro na Yohana walimponya kiwete. Alafu kuna namna fulani ambavyo watu wakashangaa, lakini hapa katika ile kuhubiri kuna maneno aliyozungumza hapa. Anasema ambaye ninyi mlimsulubisha, Mungu akamfufua katika wafu. Mungu akamfufua Yesu katika wafu. Kwa hiyo tunapoangalia ufufuko wa imani, tusiangalie kama tukio kwamba tu Yesu ametoka tupu ile tukio kuna kitu kinadhihirisha. Kitu gani? Nguvu za Mungu. Na linadhihirisha kwamba Mungu ndiye alifanya nini? Aliyemfufua. Nataka tukae hapo kidogo. Matendo ya Mitume 5:30, Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu, ambaye ninyi mlimuua mkamtundika katika mti. Mahubiri hayo ya mitume, kanisa la kwanza. Mungu akamfufua katika wafu. Matendo ya Mitume 10:40 anasema huyo Mungu alimfufua siku ya tatu akamjalia kudhihirika. Nikikaa Matendo ya Mitume amezungumza sana. Matendo ya Mitume 13:30, lakini Mungu akamfufua katika wafu. Tukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6:14, Paulo naye anaandika. Anasema naye Mungu alimfufua Bwana, na tena atatufufua sisi kwa uweza wake. Naye Mungu alimfufua Bwana. Paulo ana address. Wagalatia 1:1, mtume Paulo anajitambulisha, anasema Paulo mtume, si kwa mtume wa wanadamu wala kwa kutumwa na wanadamu, bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka katika wafu. Sema bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka katika wafu. Jamani, hapa yote maandiko haya yanathibitisha kwamba aliyemfufua Kristo au aliyemfufua Yesu ni nani? Ni Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alifufuka, sawa, alifufuka. Lakini katika kufufuka huko kuna nguvu ambayo ilimfufua. Unajua iko hivi, nikisema neno hili mnaweza mkaniona kwamba huyu jamaa kama anachukulia poa uweza wa Yesu. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba hakuna kitu kinajifufua. Kitu kinafufuliwa. Yesu alifufua. Yesu alifufua. Kwa na Yesu ili atoke katika mauti ilibidi afufuliwe na Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Na hata sisi tutafufuliwa. Sisi tutafanya nini? Tutafufuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni vitu vya kuelewa kwamba Yesu alifufuka, sawa. Lakini ufufuko wa Yesu Kristo ulitokana na nini? Na nguvu za Mungu ambazo ndio zilifanya nini? Zilimfufua Yesu Kristo. Ili imani yetu sisi iwe katika nguvu za Mungu ambazo zilifanya nini? Zilimfufua Yesu Kristo. Kuna situations tunapitia, kuna hali tunazipitia katika maisha yetu. Kuna mambo tunayapitia katika maisha yetu. Na ukilopita nilisema kwamba kati ya tatizo ambalo mwanadamu akilipitia hawezi tena kufanya nini? Hawezi tena kuwa na tumaini, ni tukio la kifo. Mtu akishakufa, yani hamna kwamba unajua tufanye jitihada kwamba huyu apone. Yaani akishakufa mnafunga mahesabu. Mnafanya utaratibu mwingine. Mtu akishaondoka, utaratibu unaofanywa ni mwingine kabisa. Kama ni yani mmeshakusha kata tamaa. Yaani hapo ni kusema ni kwenda kuzika. Ndio? Lakini kama
akili ya mwanadamu imeishia kwenye kifo, Mungu anatuthibitishia kwa uweza wake kwamba anaweza akafufua hata aliyekufa. Maana yake ni kwamba katika mambo ya maisha ya mwanadamu yanayomzunguka akiwa hai ni mambo madogo. Kama tatizo kubwa kwa mwanadamu ni kifo, hawezi kulisolve. Ina maana katika mambo ya mahitaji, katika mambo ya magonjwa, katika mambo ya ni vitu ambavyo ni sawa nini? Ni vitu ambavyo si vitu vikuu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba nguvu za Mungu ndio zilimfufua Yesu Kristo Bwana wetu. Na kama Mungu alimfufua Yesu Kristo, tunalo tumaini kwamba nguvu zile zile zilizomfufua Yesu Kristo zipo hata leo. Na tukiangalia ufufuko wa Yesu, kuna vitu ambavyo kuna ahadi ambayo tunaiona katika ule ufufuko wa Yesu. Kama Yesu amefufuka, sawa, ili inaashiria kitu gani? Inaashiria ahadi gani? Sababu Yesu kufufuka, inaweza kama amefufuka, si amefufuka ameenda kwa baba yake, lakini kwetu sisi tuna kitu gani ambacho inaacha ujumbe gani? Kwanza nimesema nguvu za Mungu, tunaziamini nguvu za Mungu, kwamba tuna uhakika kwamba nguvu za Mungu zinaweza zikatufufua na sisi. Lakini licha ya hivyo, tunapokea sema ile tukio ni uthibitisho kwetu kwamba na sisi tutafanya nini? Tutafufuliwa ili kuishi ule uzima wa milele. Kwa sababu unajua katika Kristo kitu ambacho tunaahidiwa tunapomwamini Yesu Kristo au tunapokuwa ndani ya Yesu, tunachoahidiwa ni nini? Kuna kitu kinachoitwa uzima wa milele. Uzima wa milele. Kitabu cha Yohana 3:16 nasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kuna ahadi ya uzima wa milele kwamba mwanadamu anapokufa, na wanadamu wote kuna siku ambazo kila mmoja kwa nafasi yake ameandikiwa kwa nafasi yake. Anapokuwa ndani ya Kristo, anapokufa ndani ya Kristo Yesu, kuna kitu ambacho kuna ahadi ambayo anaahidiwa. Ahadi ya kupokea uzima wa milele. Sasa uzima wa milele hauwezi ukaupata pasipo kufufuliwa. Kwa maana yake ni kwamba nini? Japokuwa mwanadamu katika Kristo amekufa, Biblia inasema atakuwa amelala kwa kitambo, lakini ana uhakika ufanya nini? Kuja kufufuliwa upya, alafu apokee ule uzima ujao, uzima wa milele. Kwa hiyo ufufuko wa Yesu Kristo ni uthibitisho au ni udhihirisho wa ile ahadi ambayo Mungu alituahidia kwamba tunapokuwa ndani ya Kristo tunapokea uzima wa milele. Tuna uhakika kupokea ule uzima wa milele ambao Mungu amemwahidia kila ambaye anamwamini Yesu Kristo. Na kitabu cha Yohana wa kwanza 2:25 anasema, na hii ndio ahadi aliyotuahidia, yaani uzima wa milele. Yaani ukizungumza ahadi ambayo tunaahidiwa tunapokuwa ndani ya Yesu Kristo, ahadi gani? Unajua watu wengi wanaahidi kwamba ukiwa ndani ya Yesu Kristo, ukiwa ndani ya Yesu Kristo utakuwa na tajiri, utakuwa na magari, utakuwa si na hivi vitu vya ulimwengu huu. Lakini ahadi ambayo Mungu anatuahidia ni ule uzima ujao wa milele, kwamba tutapokea miili mipya baada ya hukumu. Tutapokea miili mipya ambayo hiyo miili tutaishi milele, ile miili ambayo isiyoharibika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ahadi ya uzima wa milele inathibitishwa na ufufuko. Kama Yesu alifufuliwa kwanza, ina maana sisi tunaweza kufufuliwa. Na Yesu alifufuliwa, maana kwamba alifufuliwa akawa na mwili wenye utukufu mpya. Ni mwili usioharibika. Tutakuja kuona maandiko hapa. Lakini ule mwili wa Yesu ambao alifufuka nao ni mwili usioharibika. Ni mwili usioharibika. Kwa hiyo na sisi pia tutapata miili mipya. Na uzima wa milele tunaopokea kwa kufanya nini? Kwa kumwamini Yesu Kristo. Tunapokea ahadi ya kupokea ule uzima wa milele kwa kumwamini Yesu Kristo. Kwamba sisi tuliomwamini Yesu Kristo au tuliosikia neno lake tukalikubali, tukaliamini, maana yake tuna uhakika kufanya nini? Wa kupokea uzima wa milele. Na nataka niruke kidogo hapa mbele, maana najua hii somo ni refu. Tukiangalia kitu ambacho nimekisema hapa kwamba
Mwili aliofufuka nao Yesu ni mwili usioharibika. Najua ni vitu ambavyo havijabeba kwenye hili somo haswa, lakini ni vitu ambavyo lazima tuvielewe ili tuweze kuona ufufuko wa Yesu ulikuwa unamaanisha nini, kwa sababu kama alikufa akafufuka na mwili ule ule ni tofauti na Lazaro. Lazaro alipokufa akafufuka, alikuja kufa tena, si ndio? Mnaelewa, Lazaro alifufuliwa na Yesu Kristo, na maana alifufuka katika nini? Katika mwili huu ambao wenye kuharibika. Lakini Yesu Kristo alipofufuka alifufuka katika mwili upya ambao na sisi pia tutavaa miili mipya. Nikikaa hapa tutakaa sana, naomba nisogee mbele. Nataka sasa nizungumze kidogo kuhusiana na Pasaka ili nikisema nikae hapo, nafikiria tutazungumza siku nyingine ili nisiwachanganye. Somo kidogo nisema ni somo ambalo linahitaji mtu ambaye ameshakomaa kidogo katika namna nyingine. Sasa nikisema nikae hapo nitawachanganya zaidi. Lakini nataka tuelewe maana ya Pasaka sasa. Tuelewe Pasaka ili tunapoizungumzia Pasaka tuwe tunauelewa mpana wa Pasaka. Kwa sababu Pasaka sio sikukuu tu kama sikukuu. Lakini tukisema neno Pasaka lina maana gani? Sikia leo sikukuu ya Pasaka. Pasaka ni nini? Pasaka ni kitu gani? Pasaka ni nini? Kwa sababu tunaiadhimisha siku kwa sababu ni siku ambayo nini? Pasaka ilitolewa. Ni siku ambayo tunakumbuka Pasaka ilitolewa. Kwa Pasaka, cha kwanza kusema Pasaka ni neno ambalo lilianzia kabla ya Yesu. Soma maandiko. Pasaka ilikuwa ni sikukuu ambayo wana wa Israeli walikuwa wakiadhimisha. Na waliadhimisha kwa sababu ilikuwa ni siku ambayo Mungu aliwakomboa kutoka katika nini? Katika mauti au katika adhabu ya wadhaliwa wa kwanza, vifo vya wadhaliwa wa kwanza. Tukiangalia wakati wana wa Israeli wako Misri utumwani, kuna mapigo ambayo Mungu alikuwa anaiadhibu Misri kwa sababu walikiuka au walikataa kufuata maelekezo yake. Mungu alikuwa anataka Farao awatoe wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Lakini kwa sababu Farao kawa na moyo mgumu, tunaona kwamba Mungu akaachilia mapigo kadhaa. Na lile pigo la mwisho ambalo Mungu aliliachilia lilikuwa ni vifo vya wazaliwa wote wa kwanza katika Misri. Sasa Mungu wakati anaruhusu jambo hilo lifanyike, akawapa maelekezo wana wa Israeli. Akawaambia wamchukue mwana kondoo, kila familia, kila nyumba imchukue mwana kondoo, ambayo mwana kondoo Mungu akamuita Pasaka. Kwamba wamchinje, sema mwana kondoo wa Pasaka. Wamchinje, alafu ile damu wanyunyize katika miimo ya milango au juu ya mlango. Ili kwamba tukio lile la kupigwa kwa wazaliwa kwanza katika nchi ya Misri itakapotokea, wana wa Israeli walikuwa katika zile nyumba ambazo zimepakwa damu katika miimo ya mlango, watafanya nini? Wataokolewa. Yaani vile kile kifo akitowapata. Sasa yule mwana kondoo ambaye alichinjwa, ile damu yake itolewe, ilikuwa anaitwa mwana kondoo wa Pasaka. Sasa Pasaka ni nini? Pasaka ni sadaka. Pasaka ni sadaka ya damu iliyobeba ujumbe wa ukombozi. Pasaka, ukisema Pasaka ni sadaka ya damu. Sadaka ya damu. Yaani yule mwana kondoo alikuwa ni mnyama, lakini ile damu ambayo ilikuwa inatolewa, tunasema ile damu ndio Pasaka. Kwa yule mwana kondoo wa damu ya Pasaka au damu ya sadaka. Kwa ile sadaka ya damu ambayo ilikuwa inatolewa ndio Pasaka. Kwa yule mwana kondoo anapochinjwa, ile damu inapotolewa, tunasema huyu ni mwana kondoo wa Pasaka au mwana kondoo wa damu ya sadaka iliyobeba nini? Iliyobeba ujumbe wa ukombozi. Kwa hiyo tunapoangalia katika wakati ule wa Misri, Mungu anawaelekeza ile damu waipake katika miimo. Kilichosababisha wale wana wa Israeli wapokee ukombozi ni nini? Ni kwa sababu walitii lile neno ambalo Mungu aliwaelekeza. Kwa hiyo
kwa lile tukio la kunyunyiza damu katika miimo ya milango, tunasema ndio ilikuwa ni Mungu akasema kwamba hii siku hii ambayo mmepokea huu ukombozi ndio siku ambayo mtaiadhimisha, itakuwa ni siku ya Pasaka kwenu. Na katika hilo nataka nisome kitabu cha Kutoka 12 kuanzia mstari 21. Anasema hapo ndipo Musa akawaita wazee wa Israeli na kuambia, nendeni mkajitwalie mwana kondoo kama jamaa zenu zilivyo, mkamchinje Pasaka. Nanyi twaeni tawi la hisopu mkalichovye katika ile damu iliyo katika bakuli na kuzipiga kizingiti cha juu na miimo miwili ya milango. Anasema kwa hiyo damu iliyo katika bakuli. Tena mtu yoyote miongoni mwenu asitoke mlangoni mwa nyumba yake hata asubuhi. Anasema kwa kuwa Bwana atapita ili apige hao wa Misri. Na hapo atakapoiona hiyo damu katika kizingiti cha juu na katika ile miimo miwili, Bwana atapita juu ya mlango, wala hata muacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu kuwapiga ninyi. Nanyi mtalitunza jambo hili kuwa amri ya kwako na kwa wanao milele. Kwa ile damu iliyotolewa ikawekwa katika miimo ya milango ni ili wapokee nini? Uzima. Na walifanya hivyo kwa imani. Waebrania 11:28 anasema kwa imani akaifanya Pasaka na kule kunyunyiza damu, na yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao. Alikuwa anazungumzia Waisraeli hapa. Ile tukio la kwamba walifanya vile kwa imani, kwamba walichinja damu ile wakainyunyiza katika milango kama walivyoelekezwa na Bwana, alafu wakapokea ukombozi. Sasa tunapoangalia Yesu Kristo kwa damu, ukisoma maandiko, Biblia inasema Yesu Kristo ndio Pasaka wetu, kwamba kwa damu yake sisi tumepokea ukombozi, kwa damu yake ambayo aliinyunyiza patakatifu mbinguni, tukapokea fanya nini? Tukapokea ukombozi. Kwamba Mungu anapohukumu kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya makosa, wale wote ambao wako ndani ya Kristo kwa damu yake wanafanya nini? Wanapokea nini? Rehema. Wanapokea msamaha. Kwa nini? Kwa sababu wameamini kile ambacho walikifanya Yesu. Ni kitu cha imani, kwamba wana wa Israeli waliamini kupitia damu iliyonyunyiza katika milango. Wanafanya nini? Wanapokea msamaha. Ilikuwa kwa imani. Na sisi pia Mungu atahukumu dhambi. Sasa kwa sababu Mungu atahukumu dhambi, sisi tulio ndani ya Yesu Kristo tuna uhakika wa kufanya nini? Tuna uhakika wa kupokea rehema au msamaha. Kwa nini? Kwa sababu tumeamini damu ya mwana wa Mungu. Kwa Yesu Kristo ndio Pasaka wetu. Katika zama zile walitoa Pasaka au walitoa damu au sadaka ya nini? Ya damu ya mnyama. Lakini katika Kristo Yesu alitoa damu yake mwenyewe, ili kwa damu yake akiisha kuinyunyiza patakatifu mbinguni kwa Mungu, ile damu yake ifanye nini? Iwe na ujumbe wa msamaha. Kwa sababu damu, niseme hivi, nataka niongee kidogo hapa kwenye damu. Damu inabeba ujumbe. Katika ulimwengu wa roho, damu inabeba ujumbe. Na nikisema inabeba ujumbe, na maana gani? Hivi kwani sisi tunaonaga watu wanafanya makafara, wanachinja, wananenea wanyama, wanachinja kuku, wanachinja ng'ombe, wanavinenea. Mnafikiri hayo mambo ni mambo ya katika ulimwengu wa roho? Damu inabeba message, inabeba ujumbe. Kwa ulimwengu wa roho, ikiangalia damu inaona ujumbe ulio katika. Kwa hiyo damu ina maana sana katika ulimwengu wa roho. Ndio maana damu inatumika hasa katika kupeleka ujumbe katika ulimwengu wa roho. Sasa sisi damu ambayo tunaitumainia, ndio maana hatuchinji tena siku hizi, wala hatutoe tena makafara kama walivyokuwa wanatoa katika Agano la Kale kabla ya Kristo. Walikuwa wanatoa nyama, walikuwa wanatoa mwanakondoo wa kumkomboa mzaliwa wa kwanza, walikuwa wanatoa mwanakondoo wa utakaso, walikuwa wanatoa kila mwaka, lazima atoe sadaka ya damu. Lakini sisi kuna damu ilishatolewa ambayo ni damu ya Yesu Kristo, ambayo hiyo damu imebeba imebeba utakaso,
imebeba ukombozi, tayari imeshatukomboa katika kila kitu. Kwa hatuna haja tena ya kutoa damu, kwa sababu damu ya Yesu ilikuwa ni damu ambayo inajitosheleza kabisa katika yote ambayo tunadaiwa. Kwa hiyo Yesu Kristo, damu yake ndiyo Pasaka yetu, kwamba alijitoa uhai wake. Kwa kujitoa uhai wake ikapatikana damu, ambayo hiyo damu ndiyo sadaka ya ukombozi, ndiyo Pasaka wetu. Kwa tukisema neno Pasaka, ukisema tu Pasaka ujue kwamba ni sadaka ya nini? Ya damu. Sadaka ya damu. Wana wa Israeli walitoa sadaka ya damu ya mwanakondoo, wakaingiza katika milima. Katika Kristo Yesu alitoa sadaka ya damu yake mwenyewe, kwamba alipigwa msalabani, alafu damu ikanyunyizika, alafu ile damu akaenda kuinyunyiza nini? Patakatifu mbinguni. Ile damu imebeba ujumbe wa msamaha, kwamba wasamee wote ambao wataiamini kwa damu hii wanapokea msamaha, wanapokea ondoleo la dhambi. Kwa hiyo sisi ambao tunamwamini Yesu Kristo na kile alichokifanya kwa damu yake, tuna uhakika kufanya nini? Wa kupokea ondoleo la dhambi. Yaani unajua hii niseme hivi, ondoleo la dhambi maana yake ni nini? Kusema ondoleo la dhambi, Mungu hatukubali kwa sababu sisi matendo yetu ni mema. Mungu anatukubali kwa sababu damu ya Yesu Kristo imetuosha kabisa. Kwa ukijitahidi mbele za Mungu kwa matendo yangu mimi, kwamba matendo yangu mimi ndio yanistahilisha mbele za Mungu, hakuna mtu ambaye anaweza akakubalika mbele za Mungu. Lakini ile kwa kuiamini damu ya Yesu Kristo, kwamba kupitia damu ya Yesu Kristo tunapokea ondoleo la dhambi, tunapokea msamaha wa dhambi. Kwa nini? Kwa sababu katika maisha ya ulimwengu huu na katika miili hii yenye asili ya dhambi, kutembea katika ukamilifu wa kimungu 100% haiwezekani. Aliweza mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo, na yeye aliweza kwa sababu pia ile dhambi ya asili akuirithi. Ndio maana alizaliwa na nani? Alizaliwa na mwanamke. Alizaliwa na mwanamke akuwa na baba wa kimwili. Ndio maana ile asili ya dhambi hakuweza kuifanya nini? Kuweza kuirithi. Sasa nachotaka kusema ni kitu gani? Nachotaka kusema ni kwamba tukisema Pasaka, ukisema neno Pasaka uelewe Pasaka ni nini? Pasaka ni sadaka. Pasaka ni sadaka. Sadaka ya nini? Ni sadaka ya damu. Ni sadaka ya damu, ambayo ile damu imebeba ujumbe wa nini? Ujumbe wa ukombozi. Yesu Kristo ndiye Pasaka wetu. Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo ndiye Pasaka yetu. Kwa leo hii tunaposherehekea siku ya Pasaka, ni sikukuu ambayo Yesu, unajua kuna kitu kimoja tunasherehekea tu kwamba Yesu amefufuka. Sio isho kufufuka tu. Yaani Yesu kufufuka kama ametoka kaburini sio ndio sababu kubwa ya kusherehekea siku ya Pasaka. Kwa sababu tutakuja kuangalia hapa mbele kwamba Yesu alifufuka, alafu kuna kitu alikifanya baada ya kufufuka. Alipofufuka aliingia patakatifu mbinguni, akainyunyiza damu yake. Akainyunyiza damu ya Pasaka. Kwa Yesu Kristo alikufa, sawa? Alipokufa akafufuka, alafu akapaingia patakatifu mbinguni, akanyunyiza damu, alafu akawatokea wanafunzi wake. Kwa siku ya tatu alipofufuka, kuna kitu alikifanya ambacho akizungumzwi sana. Kama tunashangilia tu kwamba Yesu alifufuka. Lakini ile maana ya kufufuka ndio siku ambapo alifanya nini? Aliitoa damu ya Pasaka. Aliinyunyiza damu ya rehema patakatifu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukasema haya mambo nayazungumza ninayatoa wapi? Nayatoa hewani au nayatoa kwenye akili yangu? Kusoma kwenye kitabu cha Yohana 20 kuanzia mstari wa 15.
kuna wakati pale ambapo Yesu amefufuka, alafu kuna yule mwanamama akataka kwenda kumshika, kumgusa. Akamkatalia, akasema usiniguse. Usifanye nini? Usiniguse. Hapo tunasoma kitabu cha Yohana 20:15, anasema Yesu akamwambia, "Mama, unalia nini?" Sababu alipofufuka kuna Mariam alikuja katika kaburi, akakuta kaburi liko wazi, afu mwili haupo. Anasema Yesu akamwambia, Yesu alikotokea akamwambia, "Mama, unalia nini? Unamtafuta nani?" Naye huku akidhania kuwa ni mtunza bustani, akamwambia, "Bwana, umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamuondoa." Yesu akamwambia Mariamu. Yeye akageuka akamwambia Kiebrania, Reboni, yaani mwalimu, akashtuka kwamba ni Yesu. Sema Yesu akamwambia, "Usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu, naye ni Mungu wenu." Sema Mariamu Magdalena akaenda akawapasha habari kwamba nimemwona Bwana na kwamba ameniambia hayo. Sema ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwepo wanafunzi, mlango umefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, "Amani iwe kwenu." Sema naye kisha kusema hayo akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Yesu akawaambia, "Amani iwe kwenu." Asema kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Mwanzoni alikataa asiguswe. Alikataa asiguswe, kwamba usiniguze kwa sababu sijapaa kwenda kwa Baba. Kwa alipaa kwenda, alipofufuka aliingia kwa Baba, alafu akapaingia patakatifu mbinguni, akanyunyiza ile damu, alafu ndo akashuka akafanya nini? Akawaambia, "Nishikeni, nipapaseni, nioneni jinsi ambavyo." Na alikuwa akiwatokea kama hivyo, mmefunga mlango, anatokea katikati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba Yesu alipofufuka alipaingia patakatifu mbinguni. Kuna kazi aliitekeleza. Kwa ule ufufuko wake lazima tuushangilie. Kwa nini? Kwa sababu ndio ulitengeneza njia ya yeye kufanya nini? Kuweza kuingia patakatifu mbinguni. Aliweza kuingia patakatifu mbinguni kwa sababu alifufuka. Ya maana asingefufuka asingeweza kuingia patakatifu mbinguni. Kwa alipofufuka, siku ile alipofufuka ndio siku ile ile aliyenyunyiza damu patakatifu mbinguni. Kwa tunaposherehekea sikukuu ya ufufuko wa Yesu, lazima pia iambatane na lile tukio ambalo alifanya la kunyunyiza damu katika kiti cha rehema patakatifu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sio tu kwamba amefufuka. Yaani kufufuka sio kitu cha kusherehekea, ila amefufuka ili nini? Ndio maana ukisoma kwenye maandiko kama Kristo asingefufuka, imani yetu ingekuwa ni bure. Yaani kama Yesu asingefufuka, tungekuwa tunahubiri bure. Tungekuwa tunahubiri habari ya msamaha. Tungekuwa tunahubiri habari ya ondoleo la dhambi. Tungekuwa tunahubiri habari ya uzima wa milele. Vitu ambavyo havijawa proved, kwa sababu kufufuka kwake kulikuwa ni proof au kulikuwa ni ushahidi ya kwamba Mungu atatufufua. Lakini ile kufufuka kwake ndio kulifanya nini? Kulifanya kwamba ule uhakika wa kupokea ondoleo la dhambi kwa njia ya damu yake. Sababu damu ndio imebeba ile nini? Ile ondoleo la dhambi. Yaani Yesu kufa alivyofufuka akainyunyiza damu yake patakatifu mbinguni, ndio ile damu yake inanena mema kama nilivyosema, damu ndio inafanya nini? Inabeba ujumbe. Na katika hilo mambo ya kiimani, wakati mwingine unaweza kusema kwamba damu, mbona kama vitu kama havieleweki, mbona kama vitu, lakini kufufuka kwa Yesu Kristo sio tukio tu la kufufuka, ni tukio. Pasaka ni tukio linaloambatana na baada ya kufufuka, kwa sababu kama wana wa Israeli walizungumzia Pasaka kwa sababu ya ile tukio la kunyunyiza damu katika miimo ya milango, na sisi tunaisherehekea Pasaka kwa sababu Yesu alinyunyiza damu patakatifu mbinguni. Yaani ukisema Pasaka tu ujue ni sadaka ya damu. Pasaka ni sadaka ya damu. Damu yafanya nini? Damu ya ukombozi. Yaani ukisema Pasaka ni sadaka ya. Kwa hiyo Pasaka
kufufuka kwa Yesu ni njia ya Yesu kuiachilia Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hilo nimesoma hayo, na Paulo pia alielezea vizuri ili tukio la kupaingia patakatifu. Waebrania 9:11 anasema, lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwepo, anasema kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwamba aliingia katika hema ambalo alikutengeneza kwa mikono, wala si kwa ulimwengu huu. Anasema lisio la ulimwengu huu. Anasema si kwa damu ya mbuzi au kwa ndama, bali kwa damu yake aliingia mara moja. Ina maana Yesu alipaingia patakatifu mbinguni sio kwa damu ya wanyama, ila kwa damu yake. Na alipaingia sema katika hema ambayo sio ulimwengu huu. Ina maana Yesu alipofufuka, siku alipofufuka, alishughulika na kuikamilisha kazi. Kwa ile ufufuko wa Yesu Kristo ilikuwa ni njia ya kuikamilisha ile kazi ambayo ilikuwa ni ya muhimu, ya kwenda kufanya nini? Kuinyunyiza damu patakatifu mbinguni. Kwa siku ya Pasaka, siku ya Pasaka tujue kwamba ndio siku ambayo Yesu alifufuka, sawa, lakini akafanya nini? Akanyunyiza damu katika kiti cha rehema mbinguni, ili sisi tupokee ondoleo la dhambi. Na nilisema kwamba kwa nini damu inabeba ujumbe mbinguni. Damu ya Yesu Kristo inanena mema, imebeba ujumbe wa msamaha, imebeba ujumbe wa msamaha. Si kwa matendo yetu tunakubalika mbele za Mungu, bali kwa damu ya Yesu Kristo. Anasema tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Sababu damu ya Yesu Kristo imetutangazia msamaha. Wote tulio ndani ya Kristo tunapokea msamaha wa Mungu. Kuna kitu ambacho lazima tukielewe. Mungu hatukubali kwa sababu tunasema Mungu nisamee, Mungu nisamee, Mungu nisamee, Mungu nisamee. Sio kwa sababu hiyo ndio inafanya Mungu akusamee. Ukiungama, sema kuungama, kuna kuungama na kuna kutubu. Kuungama ni kukiri kwamba kwa kweli ili nimekosa. Na kuungama inatusaidia nini? Ukisema mtu anaungama, maungamo yanamsaidia mtu nini? Yanamsaidia mtu kumweka huru nafsi yake. Yaani ukiungama, ukimwambia mtu nisamee, moyoni unakuwa, unasema moyo wako unakuwa na nini? Kama unaachilia. Sababu moyo nao unabeba vitu. Inawezekana Mungu amekusamea, lakini kuna namna fulani ujisikii kwamba nimesamewa. Lakini kuna namna fulani ukisema, ukikiri kwa kuungama. Kuungama ni confess. Unakiri kwamba kwa kweli nimekosea hili, nahitaji msamaha. Lakini sisi wana wa Mungu tunatakiwa tuishi maisha ya toba. Ukijua nimekosea hivi unageuka. Ukijua nimekosea hiki unageuka. Ukijua umekosea hiki unageuka. Na Mungu anatuwezesha maisha kutembea katika maisha ya toba. Sababu hatujakamilika. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hili pia kwa habari ya damu, Waebrania 12:24 namalizia kidogo hapa. Naenda kumalizia. Waebrania 12:24 nasema, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Damu ya Yesu inanena mema. Sema na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Habili anazungumzwa, Habili ni nani? Kulikuwa kuna Kaini na Habili. Kaini na Habili. Kaini akamuua Habili, na alivyomuua Habili, ile damu ya Habili ikawa inazungumza kisasi mbele za Mungu. Kwamba Habili ameuawa kwa sababu ya uwivu. Mbele za Mungu, Mungu akiangalia damu ya Habili, anaona inalia kwa habari ya kisasi. Sasa damu ya Yesu Kristo haikuzungumza kisasi. Damu ya Yesu Kristo inazungumza rehema, msamaha kwa wote ambao wataamini kwamba kupitia damu hii wanapokea ondoleo la dhambi. Kwa damu inanena. Nimezungumza damu inanena. Damu inabeba ujumbe. Damu inabeba ujumbe. Ndio maana kwa mfano mtu akimwaga damu isiyo na hatia,
Ile damu kama alikufa kwa uchungu na kuzungumza kisasi, ile damu inamlilia, hatakuwa na ile amani. Kwa nini? Kwa sababu ile damu ya yule mtu aliyemwaga, kama ile damu wakati anaondoka ilizungumza uchungu na kisasi, itaendelea kumsumbua yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Damu inabeba ujumbe katika ulimwengu wa kiroho. Damu ndio maana inatumika kuwasilisha, kama kupeleka ujumbe. Sema watu wanachinja mbuzi, wanachinja kwa watu, kwa baadhi ya maeneo wanatoa matambiko, chinja mbuzi, wanachinja kuku, wanachinja ng'ombe, wakati wengine wanachinja hata watu, wanafanya vitu vya kishirikina. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho unafanya nini? Unapokea ujumbe kupitia damu. Kiambiwa bana, toa kuku hapo, tumchinje kuku, alafu akishachinja ile nyama inaliwa. Kinachoangaliwa hapo ni nini? Ni ile damu. Yaani kuku analiwa au nyama inaliwa, lakini damu ile damu hailiwi. Ile damu kuna mahali inapelekwa, si ndio? Unaonaga katika pengine maigizo na kadhalika. Ile damu kuna mahali inapeleka. Ile damu inakuwa imebeba message. Kwa damu ya Yesu Kristo ibebeba ujumbe wa msamaha. Mungu akiangalia damu ya mwanae ambayo alinyunyiza patakatifu mbinguni, ile damu inanena habari ya msamaha. Na nataka niangalie baadhi ya vitu vichache. Ukiangalia katika mahubiri ya matendo, katika mahubiri ya mitume wa kwanza, walizungumza sana habari ya ufufuko wa Yesu Kristo. Walizungumza sana ufufuko, na kati ya vitu ambavyo viliwaletea shida sana wanafunzi wa Yesu ni kuhubiri kwamba Yesu amefufuka. Unajua hata leo hii watu wengi wanamwamini Yesu, lakini ile kuamini kwamba Yesu anafufuka, wanamwamini Yesu alikuwepo, alikuwa ni mtu mashuhuri, wengine wanamwamini kama alikuwa ni nabii, lakini ukiwaambia kwamba Yesu alifufuka, yani ndio hawakuelewi. Kwa hiyo kitu ambacho hakieleweki ndio cha msingi, kitu ambacho hakikubaliki ndio cha msingi. Kwamba wanakubali kwamba katika historia zinakubali kwamba Yesu alikuja ulimwenguni, lakini ile kwamba Yesu alifufuka hawakubali. Matendo ya Mitume 4:35 anasema, na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao. Walitumia nguvu, wasema kwa nguvu nyingi walishuhudia kwamba Yesu amefufuka. Yesu amefufuka. Yesu yuko hai. Kwa sababu ukimhubiri Yesu aliye hai, maana yake kwamba ni Yesu anayetenda kazi hata leo. Lakini ukimhubiri Yesu kana kwamba amekufa, maana kwamba unahubiri habari za mfu. Habari za mfu. Kwa ili injili iwe na nguvu, lazima Yesu ahubiriwe kwamba amefanya nini? Yuko hai. Anatenda kazi hata leo. Ukihubiri habari njema, lazima hiyo habari njema imdhihirishe Yesu ya kwamba yuko hai hata sasa. Yesu yuko hai hata sasa, yuko mbinguni kwa Baba anatuombea. Lakini amemwachilia Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yetu anatusaidia. Na nataka niangalie mambo machache hapa tumalizie. Nataka tuangalie tukio moja hapa ambalo naamini nitamalizia hapa. Tuangalie wakati Yesu anamfufua Lazaro. Kisoma kisa kwa kitabu cha Yohana wa kwanza 11, Yohana 11 kuanzia mstari wa 20 na kuendelea. Nataka nikae hapo kidogo alafu tumalizie. Sema basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Lazaro amekufa, Yesu anakuja baada ya msiba. Alafu Martha amesikia kwamba Yesu anakuja, akaenda kumlaki kama tulivyosoma sura 20. Sura 21 inasema basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwako hapa, ndugu yangu hangalikufa. Sema lakini hata sasa najua yote utakayomwomba Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima.
yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unasadiki haya? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Sema, naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake, akamwita umbu lake Mariamu faragani, akasema, mwalimu yupo hapa anakuita. Naye aliposikia akaondoka upesi akamwendea. Sema, na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa akalipo pale pale alipomlaki Martha. Basi Wayahudi walikuwako na Mariamu nyumbani, wakamfariji walipomwona jinsi alivyoondoka upesi kutoka wakamfuata. Sema, huku wakidhania kuwa anakwenda kaburini ili aliye huko. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwepo Yesu na kumwona, akaanguka miguuni pake, akamwambia, Bwana, kama ungalikuweko hapa, ndugu yangu hangalikufa. Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi wanaofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika. Akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Sema, na Wayahudi wakasema, angalia jinsi alivyompenda. Basi wengine wao wakasema, je, huyu alimfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya huyu mtu asife? Basi Yesu hali akiugua nafsini tena moyoni mwake, akafika kaburini, naye lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa mauti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akisema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami ninajua kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu waliohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki ya kwamba ndio ulinituma. Naye kisha kusema hayo, akalia kwa sauti, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje, yule aliyekufa amefungwa sanda miguuni mwake, na uso wake umefungwa leso. Yesu akamwambia, mfungueni mkamwache aende zake. Basi wengi wa Wayahudi waliokuja kwa Mariamu na kuyaona hayo wakaamini. Kuna kisa hiki ambacho ni cha ajabu sana. Yesu wakati anamfufua Lazaro, Yesu wakati anamfufua Lazaro, kuna maneno aliambiwa kama mara 2 mara 3 hivi. Martha alimwambia, kama Yesu ungekuwepo hapa, huyu Lazaro asingekufa. Kama ungekuwepo hapa, kati ni mgonjwa, asingefanya nini? Asingekufa. Kwa hiyo walikuwa wanamwamini Yesu kwamba yeye limitation yake ni kwenye ugonjwa tu, kwamba kama ungekuwepo hapa Yesu asingekufa huyu. Mariamu naye anakuja anamwambia maneno yale, yaani Yesu, kama ungekuwepo hapa, huyu Lazaro asingekufa. Lakini si hivyo tu, hata Wayahudi walikuwa wanaomboleza pale, wasema, hivi huyu ndio alimponya kipofu? Sasa angekuwepo hapa huyu Lazaro asingekufa. Yaani underestimate, wanamchukulia kwamba Yesu ni kwa ajili ya nini? Ya magonjwa tu. Halafu Yesu, unajua Yesu aliumia, aliugua. Sema ndio mara ya kwanza lazima Yesu akalia. Alilia sio kwa uchungu labda kupigwa msumari, lakini kwa kuumia. Kwa kuumia. Yesu alikuwa ni mwanadamu kamili, aliugua. Na tunaona hapa Yesu anamwambia Mungu, na kushukuru Mungu kwa sababu umenisikia. Ina maana kwamba kumbe Mungu, Yesu, ule muujiza wa kumfufua Lazaro, alimwambia Mungu, naomba umwamshe mtu huyu. Alafu alipopata ile amani ya ndani, ndio akasema, Mungu nakushukuru kwa sababu umenisikia. Lazaro toka nje. Lazaro toka nje. Kwa tunapomwangalia Yesu, jamani, tusimlimit na situation. Tusimlimit au tusimwekee mipaka kwamba yani kwa jinsi ilipofikia hapa, kwa jinsi lilipofikia hili jambo, hii hawezi tena. Hili jambo hawezi tena. Angekuwa mwanzoni hapa ingewezekana. Ingekuwa ni mwanzoni hapa, labda wakati inaanza hii hali. Lakini sasa hivi imeshafikia hivi, yani hiyo imeshaisha. Tusimwekee Yesu mipaka. Kwa sababu ufuko wa Yesu pia ni uhakikisho kwamba hakuna linalomshinda. Kwa sababu kama kifo ndio kitu ambacho kinamshinda mwanadamu kabisa,
Mtu akishakufa kwa mwanadamu uwezo wake umeishia hapo. Alafu Yesu Kristo anamfufua Lazaro. Lakini Mungu Baba anamfufua mwanaye. Kwa hiyo kwa kufufuka kwa Yesu Kristo, lakini kwa Yesu alipowafufua watu, inatosha kabisa kwa sisi kuona kwamba hakuna kinachofanya nini, kinachoweza kumzuia Mungu kufanya katika ulimwengu huu. Hakuna kinachoweza. Yaani usije ukamkatia mtu tamaa. Usije ukamkatia mtu tamaa. Kati ya vitu vya hatari sana ni kukata tamaa. Kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndiye aliyetuumba. Mungu anatufahamu. Mungu anajua mwanzo wetu, Mungu anajua mwisho wetu. Lakini pale ambapo tunahitaji msaada wake, tunahitaji Mungu afanye kitu katika maisha yetu, tumwambie, Mungu usione kwamba umechelewa, usione kwamba sema ni too late kwa mtu kubadilika, kwa mtu kurejea, kwa mtu kubadilishwa. Unajua kuna namna wanadamu tunaweza kufika punju tukasema kwa kweli hapo sasa hivi haiwezekani tena. Yaani ameshafikia vile, yule ashakuwa konki. Ashakuwa haiwezekani tena. Ufufuko wa Yesu Kristo unadhihirisha uwezo wa Mungu wa kubadilisha kutoka katika hali ya mauti, hali ambayo haiwezekani tena, kuwa katika hali nini? Hali mpya. Inawezekana kuna mtu pekee ni mlevi kupita maelezo. Inawezekana kuna mtu ambaye pekee anafanya vitu fulani ambavyo ni vya aibu kupita maelezo. Nguvu ile ile iliyomfufua Yesu Kristo inaweza ikafufua, ikabadilisha maisha ya mtu kutoka katika hali ya umauti au katika hali ya aibu, hali ya kukatisha tamaa, ikamrejesha upya. Hajua kuna namna fulani tunasema yani yule alikofikia pale haiwezekani tena kabisa. Yaani angekuwa mwanzoni pale sawa. Lakini tusimpangie Mungu. Jumbe wa ufufuko wa Yesu Kristo, ufufuko wa Yesu Kristo lazima utufanye kuwa na tumaini ya kwamba kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Hakuna la kumshinda Mungu. Hakuna la kumshinda Mungu. Na sisi tunaomwamini Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, tuelewe kwamba nguvu zake ambazo zilizomfufua Yesu Kristo zinaweza kutenda hata leo. Kwa hiyo sisi imani yetu itakuwa hiyo kwa Mungu Baba na nguvu zake. Tuzitegemee nguvu zake, sababu ndio nguvu ambazo zimemfufua Yesu. Kwa hiyo kufufuko sio tu sikukuu. Ni jambo ambalo linatukumbusha nguvu za Mungu zinaweza kufanya nini? Zinaweza kutenda kazi katika maisha yetu. Mungu wetu wa mbinguni, Baba yetu, ninakushukuru kwa sababu ya neno hili. Hakika Mungu unatupenda, unatuwazia mawazo yaliyo mema. Tunasema asante mwaminifu, asante Bwana, kwa sababu nguvu zile ambazo zilimfufua Yesu Kristo Bwana wetu ndio nguvu zile ambazo ziko hata sasa, kwamba kila tunapokuhitaji Mungu upo. Tena katika Zaburi akasema mtakeni Bwana na nguvu zake, tafuteni uso wake siku zote. Mungu, tunakuhitaji na nguvu zako. Yamkini katika familia, katika maisha yetu kuna vitu tumevikatia tamaa, lakini nguvu zako Bwana zibadilishazo, ziokoazo, zifanyazo upya bado zipo kuweza kubadilisha maisha ya watu. Baba, naomba nguvu zako zikafanye matengenezo kwa upya, zikafanye matengenezo kwa upya. Mungu tengeneza nyumba zetu, tengeneza Baba. Tunaalika uweza wako na nguvu zako. Tunaalika uweza wako na nguvu zako Mfalme. Uweza na nguvu zako Bwana
zikapite, zikatembee kutengeneza kwa utukufu wa jina lako Yesu, kwa utukufu wa jina lako Yesu, kwa utukufu wa jina lako Yesu. Bwana Mungu, ninakuja kwako, unifanye kama upendavyo. Bwana Mungu, ninakuja kwako, unifanye kama upendavyo. Bwana Yesu, ninakuja kwako, unifanye kama upendavyo. Bwana Mungu, ninakuja kwako, unifanye kama